Tuko na GB 64 tunakwenda kufanya tathmini mara baada ya dabi kupelekwa katika uwanja wa nyumbani wa Simba kwa maana ya Meja Jenerali Isamuhyo. GB kwema? Bwana kwema kabisa. Hali iko shwari? Hali iko shwari, tuko vizuri. Bwana, dabi imepelekwa Meja Jenerali Isamuhyo. Ni sawa? Ni sawa. Yaani kutokana na sababu ambazo hatuwezi kuzizuia, umeelewa? Kwa sababu uwanja wa Benjamin Mkapa unafahamika ndio uwanja wa dabi. Lakini uwanja wa Benjamin Mkapa sasa hivi unafanywa matengenezo. Sasa hivi wanafumua pitch. Umeelewa? Uwanja unafanywa marekebisho kutokana na kafu. Lazima waone uwanja una hali gani kuelekea katika nini? Katika maandalizi ya nini? Ya AFCON 2020 ngapi? 27. Kwa hiyo uwezo ukazuia. Lakini uwanja wa nyumbani wa Simba ni Meja Isamuhyo. Uwezo ukatupeleka Zanzibar. Yanga alipeleka Zanzibar. Wakati uwanja ule uko nini? Bado uko vizuri unatumika. Akatupeleka Zanzibar. Na Zanzibar ukiangalia na Meja Isamuhyo hakuna tofauti sana. Umeelewa? Ni watu 10,000, watu 8,000, ni hicho tu. Kwa hiyo kikubwa watu wa Simba, umeelewa bwana, sisi tumelipokea kwa sababu tayari viongozi wetu hao washapeleka mechi Meja Isamuhyo. Ule ndo uwanja wa Simba. Kwa hiyo pale ndo nyumbani. Ile ndo home ground. Kwa hiyo anatakiwa aje pale. Ila kiangalizo tunalitoa kwa viongozi wetu waeke viingilio vikubwa. Umeelewa bwana, kama Azam walichofanya. Waeke viingilio vikubwa ili umeelewa bwana, kubalance nini? Kubalance watu, kwa sababu kiingilio kinapokuwa kidogo watu washenzi wanakuja wanafanya nini? Wanaingia. Lakini ukiweka kiingilio kikubwa, watu wenye busara zao, watu wa mpira kabisa wanaopenda mpira watakuja, wataingia Meja Isamuhyo. Sisi tushazoea. Watu wanasema dabi inapoteza mvuto kuwekwa kwenye viwanja vya kawaida. Ni kweli? Hakuna kitu kama hicho. Umeelewa? Hata wale Berkane. Sawa, Berkane wanacheza katika kiwanja chao ni watu 10,000. Suna 10,000, 12,000. Mechi na Wydad Berkane anacheza kwenye kiwanja chake. Ukishasema hapa ndio home ground, basi pawe hapo home nini? Home ground. Yaani kikubwa saa kiingilio tu. Viingilio viwe nini? Viwe vikubwa ili kuweza kucontrol ile majority ya watu ambao sio watu wa mpira. Kwa sababu kiingilio kinapokuwa kidogo, yani unakuta watu wote wanafanya nini? Watu wa mpira, wasio wa mpira, wote wanakuepo. Na ndio maana unakuta fujo za ajabu za kurusha machupa, kufanya vurugu za ajabu zinafanya zinajitokeza. Lakini kiingilio kinapokuwa kikubwa, kama mechi ya Azam, si umeona? Watu walioingia ni watu wenye uwezo wao 15,000. Watu wameingia, mechi imeisha salama, kila kitu kimeenda nini? Kimeenda sawa. Wala hakuna shida yoyote. Uwanja unamfeva Simba. Uwanja sisi lazima utufeve kwa sababu ule uwanja sisi tumeuzoea. Pale sisi ndio home ground. Na ule uwanja ni pitch yake haina tofauti na Benjamin Mkapa. Si umeelewa? Kwa hiyo pitch kubwa, wachezaji wa Simba huwa mara nyingi wanapenda sana kutanua kupata mapana ya uwanja. Special wacheza wide, yani ukimwangalia Libe Segu, ukimwangalia na Haura, umeelewa bwana, wanapenda sana kutafuta mapana nini ya uwanja. Kwa hiyo kwa Simba mimi nadhani tuna advantage nao ule uwanja, kwa sababu ni uwanja ambao tunafanya nini, tunautumia mara kwa mara tangu mwaka jana, tunautumia na mwaka huu vile vile tunaendelea kufanya nini, kuutumia kama uwanja wa nyumbani. Ni kisasi kwa Young Africans kupeleka mechi yao Amani, nyie mkaamua mlete Isamuhyo. Uwanja si ulitakuwa Benjamin Mkapa. Sisi hatukupeleka kule kwa sababu ya kuwakomoa Yanga, isipokuwa hakuna jinsi. Ukisema mechi uipeleke Zanzibar, nauli tu peke yake 70,000. Si ndio? Nauli peke yake 70,000. Kuna kulala, kuna kula, yani takriban uwe karibuni na laki na. Si umeelewa? Ndio uende wapi? Uende Zanzibar. Kwa hiyo sisi hatukuamua hivyo, ndio maana tumeiona hii mechi lazima ichezwe katika uwanja wa nini? Umeelewa? Uwanja wa Meja Isamuhyo hapa Dar es Salaam. Lakini sio kwamba kisasi. Sisi huwa tulipizi visasi. Ila viingilio sawa, lazima viwekwe vikubwa ili watu wa mpira ndio waende wakaiangalie nini mechi, kupunguza ghasia na fujo. Wadau wanasema yale mambo ya kutuma makomando kwa watu wa upande fulani yatakuwa hayapo kwa sababu ule uwanja ni wa jeshi. Unaona kabisa mambo ya ulozi hayatotokea kwa sababu ule uwanja ni mali ya JWTZ. Hapo ndipo leo ndio tutakapoenda kuona nani ana timu bora. Mimi naamini huo ujinga mule ndani haupo. Yaani wanajeshi hawawezi kukuruhusu eneo lao siku mbili kabla wewe uingie mle ndani ukafanye ushenzi wako. Mule hakuna. Yaani mule watu wataingia siku ya mechi, wataingia siku ya mazoezi, wataenda kufanya mazoezi, siku ya mechi utaenda kucheza nini mechi. Mule ujinga haupo. Na ndio maana unaona sisi mechi zetu tunashinda kihalali. Sawa, ujinga unakuwa ufanye nini? Haupo. Kwa hiyo wale waliozoea ulozi ndio tutakuja kuona nani mlozi, nani anaujua mpira, nani ana timu bora. Itaenda kuonekana Meja Isamuhyo. Hakuna masuala ya makomando mle ndani.
wale jamaa wenyewe makomando tosha. Kwa hiyo mule timu zitakuwa katika mikono salama ya JWTZ. Kwa hiyo mechi itachezeka kwa kihalali, na hata refarii naye vile vile atakuwa katika ulinzi mkubwa, atachezesha mechi kwa haki. Ni furaha kwako mechi kupelekwa kule, inaonekana alama 3 zitatoka kwa mtu kwa haraka. Sisi ule uwanja hatujawahi kupoteza mechi. Tangu tuanze kuchezea ule uwanja hatujawahi kupoteza mechi. Yaani pale katoka mtu kapata sare Mtibwa. Umeelewa? Kwa hiyo Yanga yeye ajipange kuanzia na sare, lakini mule lazima afe. Yaani pale ndo nyumbani, lazima afe. Ule sio uwanja wa Benjamin Mkapa, sio meneja anapoa hela 1 week before watu wanaenda wanachimba uwanja, mpaka Waziri Makonda aliongea kabisa kwamba kuna watu wanaharibu nyasi zile, wanaenda kumwaga mavitu yao ya ajabu mle ndani, wanapoteza rutuba za nini za majani. Lakini uwanja wa Meja Isamuhyo uwezi ukaleta hizo taratibu. Mule ni taratibu za kimpira tu. Kwa mule sheria na kanuni ndizo zitakazofanya kazi. Alama 3 ni lazima. Yaani naziona ni lazima. Na ndio maana tunahimizana watu wa Simba, dua ziendelee. Tuombee wachezaji wetu, tuliombee benchi letu la ufundi, na tuiombee timu yetu ili tuweze kupata pointi 3. Kwa sababu hiyo mechi ndio mechi ya maisha ya ubingwa. Kama tunataka ubingwa lazima tushinde mechi ya dabi, ili tumpunguze abaki na pointi ngapi? Pointi 2. Akikutana na Azam biashara yake imeisha. Lakini mechi lazima ichezewe Meja Isamuhyo. Bodi ya ligi kuthibitisha mechi kuchezewa Meja Jenerali Isamuhyo. Kuna namna sasa na kuona JB kama hali yako iko shwari na uko radhi mechi ichezwe. Sisi tuko radhi kwa sababu Yanga wamezoea kuruka ukuta. Mule utaruka ukuta wapi? Mule utaruka ukuta. Mule lazima uingie geti kuu. Mule hakuna kuruka. Ukiruka ukuta mule maana yake wewe ni mhalifu. Tena mhalifu wa kivita. Ile ni eneo la jeshi. Kwa hiyo pale kila mtu lazima apite geti kuu. Na Yanga hajawahi kutoka kama anapita kwenye geti kuu. Akipita kwenye geti kuu kashachezea chuma 4 msimu wa 21-22 kina Jose Luis Mixon. Goli la kwanza anafunga Flag Oliveira, assist inatoka kwa Chama. Goli la pili anakwenda kufunga nani? Jose Luis Mixon. Umeelewa bwana? Goli la 3 anafunga Chama, goli la 4 anafunga nani? Anafunga Mzamiru Yasin. Si umeelewa? Akaja tena akapita gate kuu tukawapiga 2-2. Goli la kwanza anafunga nani? Anafunga kwa kichwa. Anafunga Ero Kinonga. Goli la pili Kibu Mkandaji, shuti la moto. Diala ile analuka. Umeelewa? Usimkatie mtu tamaa, ile mgeni rasmi Kibu Dennis. Kwa hiyo akafa 2-2. Kwa hiyo hajawahi kupita gate kuu Yanga akafunga Simba. Na ndio maana sasa hivi mashabiki wa Yanga wote wamechanganyikiwa kwa sababu hakuna kupita gate lisilo rasmi wala hakuna swala la kuruka nini, la kuruka ukuta. Haji Manara ameandika andiko lake linasema nyakati ambazo alikuwa anaongelea kuhusu dabi ichezewe Benjamin Mkapa alikuwa anaonekana na hoja za kiuni. Hivi sasa mechi kupelekwa Meja Jenerali Isamuhyo anasema ni kama dabi inashushwa hadhi yake. Huyo anajua kinachoenda kutokea. Si umeelewa? Anajua kinachoenda kutokea. Kwani Azam na Simba ni nini? Si dabi, msisima dabi. Yanga na Azam haikuchezwa Azam nani Azam Complex. Kwani pale wanacheza wanaingia watu wangapi? 12,000, 8,000, 10,000 na hata Meja Isamuhyo ni 8,000, 10,000, 12,000. Ni vile vile tu. Sasa kama hizo dabi zimechezwa pale na kwaje pale ukatae kucheza? Kwani dabi ilikuwa ichezwe nani? Uwanja wa Shamba la Bibi. Watu 10,000. Dabi haikuchezwa Zanzibar. Mbona kuongea kipindi kile dabi imepelekwa Zanzibar? Dabi imechezwa Lake Tanganyika. Umeelewa? Kigoma. Dabi imechezwa CCM Kirumba Mwanza. Dabi imechezwa Arusha. Mbona hizi hakuziongelea? Anajua Manara nini kinachoenda kutokea kwa sababu anajua njia za panya hakuna. Kauli yake ni kama JB aliuliza kipindi Yanga anapeleka mechi Zanzibar, Yanga wakampa hoja, wakampa majibu ambayo yaeleweki kwamba Yanga pia hawakumpa sababu za mechi kwenda kucheza Zanzibar, ndio hoja yake ambayo amehoja hapa. Unajua Manara ni mtu ambaye anaojihoji vitu ambavyo visiokuwa na msingi. Umeelewa? Sisi tunaangalia sheria na kanuni zinaruhusu. Si umeelewa? Swala la mechi kuchezwa Benjamin Mkapa, ikiwa Simba uwanja wake ni wapi? Yanga uwanja wake wapi? KMC. Zile ndio home ground. Isipokuwa kutokana na ukubwa wa mechi, idadi ya watu inakuwa kubwa, ndio maana mechi inapelekwa wapi? Benjamin Mkapa. Sasa uwanja unafanywa marekebisho, unataka watu wakacheze wapi? Hebu nitafutie kiwanja gani? Walikuwa wanataka twende Kirumba. Wow. Umeelewa? Sasa wewe mbona mechi yako kupeleka Kirumba? Wanakuambia Kirumba watu 20,000. Sisi hatutaki pesa. Sisi tunataka pointi hizo.
Sisi hatuwezi tukawa na tajiri mkubwa kama Mo. Hapo wetu tuna njaa ya pesa. Hatuwezi kuwa na mwekezaji nani mzabuni wa jezi kama Jairut. Hapo tuwe na shida ya pesa. Si umeelewa? Sisi tunachotaka ni pointi ngapi? Pointi 3. Swala la pesa hata wakitaka tuwape wao. Sisi tunaingia kwa gharama yote, hata uongozi wetu uamue mechi 40,000 kiingilio. Sisi tunaingia, wao ndio watakaopungua mle. Mimi najua watu wa Yanga waweza wakatoa 40,000 wakaingia uwanjani. Na Yanga wanawezeka kwa sababu wanajua mashabiki wao, kwa sababu Mbweni mashabiki wao sio watu wa kwenda mpilani. Kama 5,000 kwenda hapo Benjamin Mkapa na nauli jelo, mtu anashindwa. Utaenda Mbweni? Mbweni sasa hivi hapo ukisema ugugu hapo ubolt. Si umeelewa? Au utumie farasi. Sasa hivi hapo ukiitisha pikipiki hapa 16,000 mpaka Mbweni. Ukisema uchukue bajaji mpaka 30,000 inafika. Ukisema utumie madaladala hapa utoke hapa uende sui Moroko upande mpaka Bunju pale pikipiki kama 6,000 7,000. Kwenda na kurudi uandae 15,000. Na mechi lazima uende mapema ujala. Lazima ule na vyakula ni gharama. Hii michezo inahitaji pesa. Hapo kiingilio 30,000 40. Lazima uwe na 60,000 70 hivi kwenye mfuko wako. Kwa kule watu wa Yanga watakuwa ni wachache. Na uhakika Simba tiketi zikitangazwa tu dakika 0 Simba washazimaliza. Si umeelewa? Ndio maana Yanga wanalalamika. Lakini Manara sio kwamba ana hoja za kimsingi. Yeye ana hoja za Yanga. Uwezi mbona ukuhoji sana swala la Yanga? Unahoji Simba kupeleka mechi Mbweni. Kule ndio uwanja wetu. Benjamin Mkapa umekataliwa. Unafanywa marekebisho. Simba akacheze mechi wapi? Utupeleke Mwanza ili wakaruka ukuta. Wanataka Mwanza wapi viwanja vyao vya Uswahilini hivi ili wakaruka ukuta, wapite kwenye mageti yasiokuwa rasmi. Twendeni jeshini. Mule ndio kwenye haki. Dabi kwenye muungano. Mara Simba Yanga wote mpo hatua ya nusu finali. Simba mimi naiona sawa, Simba naiona inaweza kufuzu. Lakini kwa Yanga kwa Azam mechi ni ngumu sana, 50-50. Mimi wasiwasi wangu huko kwa Yanga. Simba kama anaamua, Simba anaenda. Yaani kipango fulu kikosi tunaitafuta finali, Simba anakwenda. Alikama anasema anaiona, ameota finali ni ya Yanga na Mlandege. Yanga na nani? Mlandege. Kwa maana Mlandege atamkasi. Yanga ana timu ya kuifunga Azam. Mimi nakwambia, Yanga ana timu ya kuifunga Azam. Yaani hilo ulitambue kabisa, ana timu ya kuifunga Azam. Wewe mwenyewe kwenye ligi umeona. Ana timu ya kuifunga Azam. Azam wako vizuri sana. Ibenge ni mwalimu wa mbinu. Tena Ibenge kwenye mtoano ni hatari mno. Si umeelewa? Kwa hiyo mimi naiona Simba finali ile pale, Yanga ndo tunayemsubiri. Na nina hakika atakimbia tu. Yanga atakimbia. Na akisubutu kuingia tunampiga kule, tunampiga na Beja Samuyo. Yaani wiki moja anapigwa mara 2. Anapigwa mara 2. Inawezekana hiyo? Kwa nini isiwezekane? Kwani tuliwapiga Zanzibar? Yanga ashai kuifunga Simba Zanzibar? Hajawahi. Hawezi kushinda kule. Na ndio maana nina uhakika kesho Yanga anakimbia. Wao watakuja kuniletea hizi maiki. Yanga kesho anafungwa. Tena kwa idadi kubwa magoli. Kashapigwa 4 kule. Kama unakumbuka kwenye Kombe la Mapinduzi. Na hata hii anafungwa kwa idadi kubwa magoli. Si umeelewa? Kwa mimi naiona Yanga inakimbia kesho. Yaani kivyo vyote Yanga kesho anafungwa. Kwa finali ni Simba na Azam. Asante sana.